Okay. Mheshimiwa Ridhiwani Jakaya Mrisho Kikwete, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais, Management ya Utumishi wa Umma na Utawala Bora. Mheshimiwa Joseph Peter Masunga, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa wa Morogoro. Mheshimiwa Adam Kigoma Malima, mkuu wetu wa mkoa wa Morogoro. Ndugu yangu Mluli Mahendeka, katibu mkuu Ikulu. Ndugu yangu Crispin Francis Chalamila, mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU na mwenyeji wetu katika shughuli ya leo. Ndugu yangu Ali Abdalla Ali, mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi Zanzibar ZAECA, pamoja na timu yako. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama mlioko hapa, natambua uwepo wenu na natambua kazi yenu njema mnayofanya. Bi Neema Mwakalielie, naibu mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU, na nichukue orodha yako yote kama ulivyotambulisha, maana ulitambulisha vizuri. Yeyote ambaye sitamtaja atambue nimemtaja kupitia utambulisho mzuri ambao ulitolewa na naibu mkurugenzi mkuu. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge, wakili msomi Edwin Swale. Viongozi wetu wa dini, Mheshimiwa Maaskofu pamoja na shehe wetu, na viongozi wengine wote mlioambatana nao. Viongozi wote wa taasisi za haki jinai, kitambua uwepo wa Mheshimiwa msajili pamoja na Mheshimiwa jaji, DPP, mwakilishi wa DPP. Wajumbe wa mkutano huu ambao ni wakurugenzi wasaidizi, wakuu wa vitengo, wakuu wa TAKUKURU wa mikoa, wilaya na vituo maalum, na utambulisho wote uliotolewa. Kamati za usalama za mkoa wa Morogoro pamoja na wilaya zake. Viongozi wote wa serikali mlioko hapa, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Nirudie tena: kuzuia rushwa, kazi na utu. Ndugu viongozi, na mimi niungane na waliotangulia kusema kumshukuru Mungu kwa ruzuku ya uhai na afya njema na kutuwezesha kukutana leo hapa katika tukio hili muhimu. Ninawapongeza sana viongozi wa TAKUKURU kwa maandalizi mazuri ya mkutano huu wa mwaka wa viongozi, mkutano ambao kwa zaidi ya miongo miwili umekuwa sasa ni sehemu muhimu ya mfumo wa kutathmini na kupanga na kuimarisha mapambano dhidi ya rushwa hapa nchini. Hongereni sana. Nimefurahi pia kuona washiriki kutoka Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, hususan Mamlaka ya Kuzuia Rushwa na Uhujumu Uchumi ya Zanzibar, yani ZAECA, pamoja na ujumbe wote ambao mmeambatana nao. Ushiriki wenu unaimarisha dhana ya muungano wetu na kuonesha kwa vitendo kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni ajenda ya kitaifa inayohusu pande zote za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hongereni sana. Na kama mnavyofahamu, katika tukio hili Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndiye alikuwa awe mgeni rasmi na ndiye aliyealikwa kuwa mgeni rasmi, lakini kutokana na majukumu mengine ya kitaifa, Mheshimiwa Rais aliamua kunituma. Amenituma nije nimwakilishe katika ufunguzi wa mkutano huu muhimu. Mheshimiwa Rais anatambua umuhimu wa mkutano huu wa viongozi wakuu na anaunga mkono kikamilifu jitihada zinazofanywa na taasisi hii katika kuimarisha
uadilifu, uwajibikaji na mapambano dhidi ya rushwa kama msingi wa kulinda utu wa mwananchi na kuimarisha utawala bora na kuhakikisha maendeleo ya taifa letu yanapatikana. Mheshimiwa viongozi, Mheshimiwa Rais anachukia rushwa, anachukia ubadhilifu, anachukia matumizi mabaya ya rasilimali za nchi hii, anachukia uzembe. Ndio maana katika uongozi wake ameziimarisha taasisi hizi zote, ikiwepo taasisi yetu hii ya TAKUKURU. Taasisi zote zinazojihusisha na udhibiti, Mheshimiwa Rais katika uongozi wake ameziongezea nguvu za rasilimali watu. Taasisi zote ameziongezea bajeti kwa ajili ya kutekeleza majukumu yake, ameziongezea miundombinu, lakini pia amezipa meno kwenye maeneo ambayo yalikuwa yanahitaji sheria kufanyiwa marekebisho. Kwa hiyo yote ni jinsi Mheshimiwa Rais anavyothamini kazi mnayofanya na jinsi anavyotambua kwamba kutokana na kazi yenu rasilimali za nchi hii zitatumika ipasavyo na kuwaletea Watanzania maendeleo. Kwa hiyo pokeeni salamu hizo. Nimetaja tu kwa ujumla taasisi zote, na bahati nzuri Mheshimiwa Waziri, katika miaka 4 na sehemu kwenda 5 ya uongozi wa serikali ya awamu ya 6 nilipata heshima ya kuwa waziri wa fedha. Ninajua maelekezo na msisitizo ambao Mheshimiwa Rais alikuwa akiutoa linapokuja jambo la vyombo vya ulinzi na usalama na taasisi hizi zinazoshughulika na masuala ya udhibiti na usimamizi wa rasilimali za nchi yetu, utawala bora, pamoja na masuala yanayohusiana na kupambana na rushwa. Pia ninayo furaha kuwasilisha salamu za pongezi na heri ya mkutano mwema kutokea kwa Balozi Daktari Emmanuel Nchimbi, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja na Mheshimiwa Daktari Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Viongozi hawa wanatambua na kuthamini mchango mkubwa unaofanywa na TAKUKURU pamoja na ZAICA katika kulinda maslahi ya nchi yetu. Baada ya salamu kutoka kwa viongozi wetu wakuu, niwaambie jambo moja kabla sijaenda mbali sana kwenye hotuba yangu. Watanzania tunawapenda TAKUKURU. Mlitambue hilo, tunawapenda na tunapenda kazi mnayofanya. Hata msipotuonaona tukija maofisini kwenu ni mazoea tu, kwa sababu wengi wanaokuja huko wanakuja kwa wito maalum. Lakini ukweli ni kwamba tunawapenda, na mimi nitoe rai kwa Watanzania wote, tuende tu hata kama hatuna wito, kama tuna jambo la kuweza kuwasaidia wenzetu. Kwa sababu ukiona kwenye kauli mbiu hii, kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, timiza wajibu wetu. Kwa hiyo kila Mtanzania ana wajibu wa kutimiza, pamoja na kwamba tunaogopaga kwenda, kwa sababu wanaokwenda kule wanaenda kwa wito. Lakini unapokuwa na jambo linaloweza kusaidia kazi hii, nenda, utalindwa na taarifa zako zitalindwa, lakini zitatumika kuisaidia nchi. Na mimi ninapowasisitizia kuwa nawapenda, nina mifano mingi tu ambayo inatusaidia, kusaidia. Mimi Mheshimiwa Mtendaji Mkuu wa TAKUKURU, wakati naenda kugombea kwa mara ya kwanza,
Kila mtu niliyekuwa namwambia nakubalika naenda kushinda, ananiambia utaweza kweli wewe? Natoka shuleni tu naenda kugombea. Watu wanaenda na fedha kule. Baadaye tukakaa na marafiki tena, mwingine alishatangulia TAKUKURU, ndugu yangu mmoja Sibomana William, akanambia nenda. Unaachaje? Nataka kuambia jinsi tunavyowapenda. Sasa nikaenda na milioni 4 tu, form 100,000, alafu kukodi gari ya pamoja kila mgombea milioni 1. Kwenye milioni 4 zika zimeondoka milioni 1 na 100,000. Sasa baada ya hapo ikawa kila wakinaambia wajumbe wajanja sana, mnaweza ukaa huko na wenzako hapo wanakuambia, mwenyekiti nasema tu hiyo, wanaweza wakakwambia wenzako wamekuja huku bwana, wanataka na wewe uende. Na waambia, na ukikiri kwamba huna hela unasema mgombea dhaifu kabisa huyo, na waambia sikilizeni, yani hapa nilipo niko fiti, lakini kwa kuwa ushindi huu tumeshapata, uko kote TAKUKURU wapo. Unaona watu wapo TAKUKURU wapo. Kumbe hela sina. Nimepata msaada wa TAKUKURU. Sasa akipita tu mtu yeyote kule, hata kama sio TAKUKURU, wanasema tumewaona kweli hapa. Tunawapenda na tunathamini kazi yenu. Endeleeni, songeni mbele. Songeni mbele. Kazi yenu ni njema sana. Hata tusipokuja, mimi nitoe rai kwa Watanzania, twendeni tuwasaidie. Kazi hii mnayofanya ni ya nchi, sio kazi binafsi. Sio kazi binafsi, ni kazi ya nchi. Mnasaidia nchi. Na nisiwaseme tu Watanzania, hata mimi nina marafiki ndugu ambao tunafahamiana DG, unaona hatutafutani. Hata nimemwona na ndugu Benjamin Kapera, ndo alikuwa mchungaji wetu wakati tunasoma, akituhubiria UKWATA na KASFETA. Nimemwona ndugu yangu Ismail pale, hata shemeji yangu Happy nilimuona, lakini hatutafutani, ila tunathamini kazi yenu mnayofanya. Na mimi niwaambie Watanzania wote, fikeni. Ukiwa na jambo mahususi kabisa linaloweza kusaidia taasisi yetu hii, fika, ili tukomeshe mambo ya rushwa. Mkutano huu hufanyika kila mwaka kama nilivyosema pale mwanzo. Ipo hatari ya kuchukuliwa kama desturi na utamaduni wa kawaida. Mtazamo huo unaweza kupunguza uzito wake kimkakati na kuathiri tija yake katika mapambano dhidi ya rushwa. Tunapotafakari kwa kina sababu ya sisi kukutana hapa, nilijikuta nikijiuliza maswali mawili ya msingi ambayo naamini kila mmoja wetu anapaswa kujiuliza. Kwa nini lazima taifa letu liendelee kuzuia na kupambana na rushwa katika maisha ya kila siku? Na swali la pili, kwa nini serikali kwa ujumla iliamua kuanzisha taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa? Ukiona hali ilivyo sasa, jiulize, pasinge kuwepo na TAKUKURU pangekuwaje? Sisi kwenye uchumi huo tunafanya hizo analysis, with or without. Kila taasisi iliyopo na kazi ambazo ilishazifanya iweke katika mazingira, isinge kuwepo hiyo taasisi. Utaona ni nini inamaanisha na ni nini thamani ya taasisi hiyo na kazi inayofanya. Ndivyo hivyo hata kwa vyombo vingine vya ulinzi na usalama. Kabla hujaangalia kisentensi kimoja,
weka kwenye mazingira pasinge kuwepo nayo hicho chombo. Utapata picha kwa upana thamani ya chombo hicho na kazi inachokifanya. Kwa majibu ya maswali haya yanatoa uhalali na umuhimu na maana ya kuwepo kwa mkutano huu wa mwaka wa viongozi wa TAKUKURU. Mkutano huu ni jukwaa la kitaifa la kutafakari kwa pamoja, kujipima na kujiwekea mwelekeo wa namna bora ya kutekeleza majukumu tuliokabidhiwa na sheria ya kuzuia na kupambana na rushwa sura namba 329. Rushwa ikikua, mambo ya rushwa yasipodhibitiwa, na uhalifu mwingine na wenyewe unaongezeka. Uhalifu wote taja unaojua wote na wenyewe unaongezeka. Na kazi za vyombo vingine zisipofanyika vizuri, na huku kwenye masuala ya rushwa na yenyewe yanakuwa. Fikiria wenzetu wa kudhibiti masuala ya madawa ya kulevya ambavyo wamepambana katika miaka kadhaa hii, na kazi kubwa walioifanya. Chukulia fedha chafu hiyo na madawa yangekuwa yameingia, ndio upate thamani ya taasisi hiyo, na ujue kama huko ungelegalega huku kwingine kungekuwaje. Kwa hiyo ni zaidi ya wajibu wa kisheria. Mkutano huu unabebwa na matarajio makubwa ya Watanzania. Kama nilivyosema, Watanzania tunawapenda. Wananchi wanatarajia TAKUKURU kupitia viongozi wake itumie mkutano huu kutathmini hali halisi ya rushwa nchini, kubaini changamoto zilizopo, kujifunza kutokana na uzoefu wa utekelezaji wa mwaka uliopita na kuweka mikakati madhubuti ya kuimarisha juhudi za kuzuia na kupambana na rushwa katika kipindi kijacho. Ni wazi kwamba mkutano huu ni chombo muhimu cha kupanga hatima ya mapambano dhidi ya rushwa hapa nchini. Tija yake haiwezi kupimwa kwa idadi ya siku au hotuba zitakazotolewa, bali kwa ubora wa tafakari itakayofanywa na maamuzi yatakayochukuliwa na mabadiliko chanya yatakayojitokeza katika maisha ya Watanzania baada ya mkutano huu. Rushwa inadhalilisha utu wa binadamu, inasababisha vifo, inasababisha ulemavu, inasababisha dhuluma, inasababisha uonevu, inapora haki za wanaostahili, inachochea wizi na ubadhirifu wa mali za umma, inadhoofisha imani ya wananchi kwa serikali, inasababisha utoaji wa huduma uwe duni, huduma za afya, huduma za elimu, huduma za maji na huduma nyinginezo. Dunia nzima imeelekeza nguvu zaidi katika kuzuia rushwa isitokee badala ya kusubiri kuitibu, na wahenga husema kinga ni bora kuliko tiba, na hekima hii inapaswa kuongoza katika mapambano dhidi ya rushwa. Na hiki ndicho ambacho mmetoka kushuhudia kupitia hotuba ya mtendaji mkuu, kwamba katika kipindi cha Julai hadi Disemba hiki kifupi tu, TAKUKURU imefanikiwa kuokoa fedha za umma zaidi ya shilingi bilioni 60.2, na fedha hizi zimerejeshwa serikalini, ndizo zimefanya kazi ya huduma za jamii. Zimepeleka dawa hospitalini, zimepeleka umeme vijijini, zimepeleka maji kwa Watanzania, zimerekebisha madaraja yaliyokatika, zimepeleka elimu, zimepeleka mchango kwenye elimu bila ada, zimepeleka kwenye mikopo ya elimu ya juu. Huu ndo muunganiko wa kazi yenu na maisha ya kila siku ya Mtanzania. Hongereni sana. Na Mheshimiwa Rais kila wakati tunapokuwepo wasaidizi wake anatuelekeza kuhusu kuhakikisha masuala yanayohusu
huduma za jamii, maendeleo ya Watanzania na masuala ya utawala bora yanazingatiwa. Ndiyo maana kama alivyotangulia kusema, si tu ameziimarisha taasisi hizi, pia amezipa msukumo wa kusonga mbele katika mapambano haya. Ndiyo maana unaweza kuona kazi kubwa hiyo ambayo inafanyika. Fedha hizi ambazo nimezitaja, bilioni 60.2 kwa kipande cha Julai hadi Disemba zimeokolewa. Inaweza kutumika kuchangia afua mbalimbali katika mipango ya afya ya uzazi, mama na mtoto, ununuzi na usambazaji wa dawa muhimu, vifaa tiba na vitendanishi. Hili sio jambo dogo, hakika ni mguso chanya kwa maisha ya Watanzania. Katika kesi 489 zilizosikilizwa mahakamani, Jamhuri imeshinda kwa asilimia 68.8. Hii ni ishara ya kazi nzuri ya uchunguzi, ushirikiano madhubuti kati ya TAKUKURU na Mahakama ya Tanzania, ambapo kazi hii imefanyika na majibu yake yamepatikana. Asilimia 68.8 kesi Jamhuri imeshinda kati ya kesi 489. Hiki pia ni kitu kizuri ambacho Watanzania mara zote wanatamani kukiona, na Mheshimiwa Rais alikuwa akisisitiza kwamba panapokuwepo na masuala ya rushwa, chunguzi zikamilike na uamuzi ufanyike. Hii asilimia 68.8 ni moja ya ishara kwamba kazi hiyo inafanyika kutekeleza hayo maelekezo. Tuongeze jitihada za kuweza kuhakikisha mashtaka yanapelelezwa, yanakamilika, kesi zinapelekwa mahakamani na uamuzi unafanyika. Nitumie jukwaa hili kuishukuru na kuipongeza Mahakama ya Tanzania kwa kutimiza wajibu wake wa kutenda haki katika kusikiliza mashauri mbalimbali yakiwemo ya rushwa. Inatekeleza wajibu huu kwa weledi na uadilifu mkubwa unaochangia katika kuzuia na kudhibiti vitendo vya uhalifu nchini. Ninapongeza pia juhudi za TAKUKURU katika kutoa elimu kwa umma, hususan kwa vijana, pamoja na hatua za kushirikiana na taasisi za elimu Tanzania kuingiza maudhui ya mapambano dhidi ya rushwa katika mitaala ya elimu. Hili ni jambo muhimu sana. Watoto wakijengwa kuanzia wangali wadogo, wakaelezewa madhara ya rushwa, watakuwa wakiwa wanachukia rushwa. Mtakumbuka wakati tukiimba nyimbo za ukombozi, jinsi ambavyo tulikuwa hatujui hata kama kuna mpaka hapa katikati, kwa nachukia makaburu, kupitia nyimbo za mchaka za tembezi. Wale vijana wadogo zaidi hawayajui hayo nyimbo zile. Nani akifa mimi siwezi kulia, nitamtupa mto Kagera. Hawajui. Chukia kweli kweli. Kwa watoto wakifundishwa kuhusu rushwa, wakajua rushwa ni jambo la aibu, na ndio maana tukichukua hatua kali, wala watu wasituone tunafanyaje. Watu hatupaswi kuwaheshimu, kuwapa heshima watu ambao wanafanya vitendo vya rushwa na ubadhirifu. Tukiwafundisha watoto wakakuwa wakijua hiyo ndio itakuwa tabia yao, watachukia rushwa na vitendo vya rushwa
na tutajenga taifa linalochukia masuala ya rushwa. Tunapaswa kujipongeza kwa Watanzania katika kipindi cha uwenyekiti wa SADC 2024 hadi 25, ushiriki wetu katika tafiti za kikanda na za kupambana na rushwa, pamoja na kushiriki uangalizi wa chaguzi katika nchi mbalimbali. Dira ya Taifa ya Maendeleo 2050 inalenga kujenga taifa lenye nguvu kazi, yenye elimu, ujuzi, ubunifu, uadilifu na uwajibikaji. Rushwa ni adui mkubwa wa dhamira hii. Ilani ya uchaguzi ya CCM 2025 hadi 30 imeweka wazi kuwa mapambano dhidi ya rushwa ni nguzo ya ustawi wa wananchi, demokrasia na utawala bora, na mkutano huu ni sehemu ya utekelezaji wa ahadi hizo za chama na serikali. Na Mheshimiwa Rais kwenye haya masuala ya rushwa hajataka rushwa ipewe jina lolote zuri, iwe ndani ya chama ama nje ya chama, ndani ya umma. Ndio maana anachukua hatua, na kwenye kuchukua hatua masuala yanayohusu rushwa, Mheshimiwa Rais haangalii ndugu, rafiki wala mtu yeyote. Kwa hiyo twendeni tukafanye kazi hiyo tukijua tuna full support ya serikali katika vita hii. Serikali itaendelea kusimamia na kuiwezesha TAKUKURU kutekeleza majukumu yake kwa mujibu wa sheria kwa kadri ya uwezo wake. Pale ambapo panahitaji, zamani tulikuwa na shida ya masuala ya kuchunguza, ya kushtaki, yote kwenye taasisi zetu hizi. Kila taasisi kulikuwa na vikwazo vingi mpaka jambo liweze kutokea. Tulifanya marekebisho hayo, na sasa kama kuna eneo lolote mnaona lina dosari ya kisheria, ya kiutawala, na kwamba inawakwamisha kutimiza majukumu yenu, semeni yarekebishwe. Mheshimiwa Rais alishasema pasiwepo na sheria yeyote ambayo itakuwa kikwazo cha kutimiza majukumu ambayo yana manufaa mapana kwa maslahi ya taifa letu. Kama kuna jambo katika utekelezaji wenu wa kazi mnaliona aidha kisheria ama kikanuni ama kimuundo linawakwamisha kutimiza kikamilifu majukumu yenu, semeni, ili tuweze kuhakikisha inafanywa kazi ili mtimize majukumu yenu vizuri. Na kwa mujibu wa katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania 52 kipengele cha kwanza, jukumu la udhibiti liko kwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Rais ilimpendeza akanituma nisimamie hilo. Leteni kama kuna jambo linawakwamisha la kisheria, la kikanuni, leteni tulirekebishe, ili tuweze kuhakikisha tunatimiza majukumu ipasavyo. Mheshimiwa Waziri, utakumbuka nilipotembelea Sekretarieti ya Maadili ya Utumishi wa Umma, nilielezea uzoefu na nikasema mwashirikishe na TAKUKURU mtakapofanyia kazi hayo maelekezo. Na leo kwa kuwa niko hapa, ninawaambia na ninyi TAKUKURU mshiriki. Kwenye sheria yetu ya maadili ya viongozi wa umma imeweka mkazo wa usimamizi wa haya masuala ya maadili kwa viongozi wa umma.
wanajaza zile taarifa. Baada ya vile viapo wanajaza zile taarifa. Viongozi wa umma wakiwepo mawaziri, wakiwepo wabunge, wakiwepo wakuu wa mikoa, wengi kama mnavyojua, wanajaza. Na wakishajaza wanataja na mali walizonazo, na baada ya mwaka kama mali imeongezeka wanataja mali iliyoongezeka na chanzo. Viongozi wa umma viongozi hao wa umma wanaojaza hizo fomu na kutaja mali walizonazo, wengi wao kama si yote, si maafisa masuhuli. Viongozi ni makamisatu, ni viongozi wa kisiasa ambao kwenye sheria tumeshawawekea tayari, akiingilia, akipeleka hata pua tu anavunja sheria. Maana yake nini? Wapo wanaoshughulika na kukusanya fedha, wapo wanaoshughulika na kutumia fedha zilizokusanywa. Na wengi wao hawajazi hizi fomu za maadili ya viongozi wa umma. Wao wako kwenye level ya watumishi wa umma. Wao wanajaza ahadi ya uadilifu, na hawalazimiki kutaja wana nini wanapoanza majukumu hayo. Hawalazimiki kila mwaka kutaja wameongeza kitu gani. Hawalazimiki kutaja chanzo cha hilo ongezeko. Sasa mimi uzoefu wangu wa kuwa serikalini, sababu nimekuwa na bahati nzuri katika kukua kwangu, niko huku. Nimekuwa Benki Kuu, nikatoka hapo nikawa naibu waziri wa fedha, nimetoka hapo nimekuwa mambo ya ndani, nimetoka hapo nimekuwa katiba na sheria, nimetoka hapo waziri wa fedha. Najua umo serikalini, najua dirisha madirisha ambayo yana nyufa za fedha ya umma kuweza kupotea kwa kiwango kikubwa ni pale inapokusanywa na pale inapotumika. Haipotelei hapa njiani, huku kwingine huku kote ni mifumo tu. Kote huko kwingine ni mifumo tu. Ndio maana kuna mwaka niliwahi kuwacheka watu, niliposti siku moja, nimeposti birthday ya katoto kangu kamoja chipukizi hivi. Jamaa akasema kamejaa dola zetu haka. Nikasema sasa kanakutana nazo wapi? Kwa sababu ukishatoa World Bank na IMF inaenda Benki ya Dunia. Ikitoka Benki ya Dunia inaenda halmashauri kule inakotekelezwa ama kwenye wizara kule. Kanakutana nayo wapi sasa? Ndio. Ni nzuri pia Watanzania wakajua mifumo ya mambo ya fedha huwa inafanyikaje. Ni lazima tuzibe pale kwenye maeneo ya wale watu wanaokutana na fedha. Ile posti yangu hata Ridhiwani wewe iliwahi kukukuta enzi huko, mtoto wa rais. Ridhiwani, Rizi, mtoto wa rais anakutana na fedha wapi?
Yaani fedha iliyoenda Kyela inakutana naye wapi? Inakutana nao wapi? Watu wajue, ni vyema watu wakajua hii mifumo. Na sijui kwa nini sheria hizi ziliwekwa makusudi. Sijui ni makusudi ama kwa kutokuielewa. Kwa nini ziliwekwa hivyo? Wale watu wanaokaa kwenye tender board, wale wanaotengeneza mkataba, wanakuja watu 10 wanaitaka hiyo kazi. Kila mmoja anasema ukinipa mimi hapa, ukinipa mimi wewe tutafanya hivi. Huko ndiko fedha inakopotelea. Wanakuwaje hawa wao hawana fomu wanayojaza? Kuna baadhi ya watoa rushwa, Mheshimiwa Waziri, unaweza ukakuta zile tender board za wizara zote wanawajua wajumbe. Wewe uliye waziri hata huwajui. Wao wanawajua wote na namba zao za simu. Ukipeleka budget ya serikali, wewe waziri unapambana kuisoma na waheshimiwa wa kamati yako mnapambana na nyaraka. Mkimaliza kuipitisha wanakushangilia. Unaweza ukadhani wanashangilia umesoma vizuri budget, kumbe wanajua dili limepita. Asilimia zote zimepita. Hayo ndo maeneo ya kuyadhibiti. Siku ile nilisema Secretariat ya Maadili ya Utumishi wa Umma wanapoandaa zile sheria wawashirikishe TAKUKURU. Mnajua maeneo oevu, maeneo yale ambayo yana viashiria vingi vya rushwa, ndo yawe fomu namba 1 kwenye masuala ya udhibiti. Unampelekea diwani akajaze fomu, mbunge anapitishaga mkataba gani? Nani anamkumbuka mtu asiyefanya uamuzi ampelekee rushwa? Naibu waziri, nani anampelekea mtu asiyefanya uamuzi rushwa? Yaani mtu wa rushwa atakuwa lofa kweli kweli. Unampelekea mtu asiyefanya maamuzi umpe rushwa ili afanyeje? Then unakuta kuna watu wapo tu wametulia kwenye comfort zone, kwenye eneo tulivu kabisa lisilo na disturbance yeyote. Wanapokea taratibu rushwa. Aliwahi kusema Mheshimiwa Rais kwamba baadhi ya miradi inasuasua kwa sababu fedha yake inakuwa imeshagawanwa na wale wakati wanajadiliana kuhusu mkataba. Sasa mimi alinituma nikasimamie mianya hiyo. Ninyi niliwauliza siku hiyo, katibu mkuu wa utumishi alikuwepo pale, kaambia kwa nini watu wanaombaga kuhamia kwenye baadhi ya taasisi? Kwa nini? Ninyi hamjawahi kukutana nayo? Ninyi kwenye utumishi wa umma hamjawahi kusikia kwamba kuna sehemu ni kijiwe na kuna sehemu ni chemichemi? Ndio. Inakuwaje watu wako kwenye chemichemi alafu hawajazi fomu ya maadili? Wananchi kule mtaani ambao hata hawafanyi kazi TAKUKURU wanawajua watu kaingia ofisini leo hii. Wala tukisema hivi watu wasiseme wasidhani tunachukia watu kutajirika. La hasha. Tunataka kila mtu anufaike na keki ya nchi hii. Kuna watu ambao hawako kwenye dirisha lolote la kuweza kupokea rushwa. Wanapambana sana kuumaliza mwezi, na wao wana familia kama wengine ambao wanaishi hapa nchini. Wana familia na wenyewe. Wanapambana, na wakienda sokoni wanaenda soko hilo hilo kununua vitu. Alafu wanamuona mwenzao anamea tu. Kwa hiyo haya wala hatuoneani aibu kuyasema, wala hatuoneani uoga kuyasema. Yatengenezeni sheria. Nilishaongea na Mheshimiwa Waziri na Secretariat ya Maadili ya Utumishi wa Umma, na niliwaambia washirikishe na TAKUKURU. Na leo niko hapa, ninyi mna uzoefu wa field kule. Mnajua wale wanaomea haraka
kwa kuchukua zaidi keki wanaostahili na wenzao. Wanachukua keki na ya mwenzao. Tuzibe mianya hiyo. Tukishaziba mianya hiyo, kila mtu atanufaika na keki ya taifa. Kila mtu atanufaika na keki ya taifa. Mgonjwa akienda hospitalini atapata dawa inayotakiwa kuwepo hospitalini. Anayepita barabarani atapita kwenye barabara nzuri. Anayefanya shughuli zake binafsi atapita kwenye barabara nzuri. Ndio. Watoto wote watapata mkopo wa elimu ya juu. Inaumaje kwa mtoto ambaye ameshapata admission aambiwe amekosa mkopo? Familia nzima ameshamlea mtoto, amemkuza mtoto, ana ari ya aambiwe amekosa mkopo kwenye familia ambayo hawawezi kumlipia. And then yawepo mwingine kwa sababu kapewa dhamana, kasomeshwa na kodi za Watanzania, akapewa dhamana, alafu ile dhamana aliyopewa akatumia fursa ile kuchukua keki yote. Sasa kwa kuwa sasa hivi masuala ya maadili ya fomu za maadili haya wala sio hard copy, sio masuala ya kianalojia, ni ya kidigitali, wanaweza wakatumia kwa mifumo. Hili liangalieni. Form namba 1, wala usiangalie cheo na ukubwa wa mtu. Form namba 1 iwe yale maeneo ambayo experience yenu inawaonesha ndio yanaongoza kwa rushwa. Ndio iwe form namba 1. Mtaiwekea na rangi kabisa kwamba iwe form iwe na rangi gani. Naogopa kuzitaja rangi kwa sababu naongea jambo serious, asije akaanza kuweka mambo ya mizaha. Iwekwe kama ni nyekundu ndo namba 1 iwekwe kwa wale ambao wako kwenye maeneo yale ambayo experience yetu inaonesha ndiko ambako kuna rushwa zaidi. Kila idara ina maeneo ambayo yako kila idara, kila eneo kwenye idara ina maeneo ambayo yanaviashiria pote. Hii tusiende tu na vile hivi. Tusiende tu hivi na ambao ni viongozi naenda hivi. Kuna watu wapo kwenye kaeneo kake pale. Wananchi wanajua maisha yao yalivyo. Mpaka sehemu zingine wanaulizanaga wazee wenye watoto hao kwamba wewe mtoto wako anafanya serikali ipi? Mbona wako yuko hivyo tu? Hamjawahi kusikia wazee wakigombana hivi? Wanagombana watu. Wewe mwenzetu unafanya serikali ipi? Mwenzako mbona juzi tu kawa hivi? Lazima tukomeshe hii uwezi kuonekana wao ndo wajanja. Yule asiyeiba anaanza kudharaulika kwa kama yule hamnazo hivi. Alafu mwizi anaanza kuonekana mjanja. Sasa haya tutakomesha tu tukiyaweka kwenye sheria na tukayaweka kitaasisi. Tukayaweka kitaasisi. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, bahati nzuri na taasisi hizi zote ziko kwako, ufanyike uchambuzi wa kina. Unaona kwa mfano sasa hivi umebadilika uongozi pale Mamlaka ya Mapato Tanzania. Mmeona makusanyo yanavyopanda hivi. Yalikuwa wapi? Makusanyo yanapanda. Mambo mawili, wamedhibiti upotevu, wameweka motisha kwa watumishi ambao wanazingatia maadili, wamefanya ipasavyo kwa kuzingatia weledi. Na mimi niwapongeze sana Mamlaka ya Mapato kwa kupandisha makusanyo namna hiyo. Niwapongeze sana. Na Mheshimiwa Rais aliwaambia wakusanye kwa kufuata weledi, wafuate weledi.
sheria, taratibu, wamefanya hivyo. Sasa watu wanaofanya kazi nzuri kama hao lazima tuwalinde wasichafuliwe na wachache wenye tamaa. Hilo eneo moja. Watu wanaofanya kazi nzuri kama hao wanapandisha mapato namna hiyo. Wamekusanya kodi. Wanatamani ushirikiano wao kutoka kwa wananchi, kila wakati wananchi wakusanya kodi. And then fedha zile zikishaenda kule ambako mikataba inaingiwa, watu waone miradi imesimama tu. Huku mapato yamepanda, huku miradi imesimama. Mnafikiri kitu gani kitaendelea kuwasukuma wale wanaokutoa kodi watoe? Kitu gani kitaendelea kuwasukuma wale wanaokusanya wakusanye? Lazima tuzibe mianya ya wale wanaoingia mikataba, wale wanaotekeleza miradi, kwamba BOQ imesema hivi, yeye anaenda anaweka, imesema nondo za milimita 16, yeye anaenda anaweka za milimita 6. Kwa nini? Kuna mahali anabalansisha hesabu, kuna mahali anapambana kuibalance hesabu mradi ukamilike hivyo hivyo. Kwa nini? Sehemu ya budget imegawanwa mahali hapo. Nendeni bila uoga. Nendeni bila kuonea watu. Timizeni hiyo, mtakuwa mmeisaidia nchi yetu na Watanzania. Nendeni, mna baraka zote za kuanzia kwa mkuu wa nchi na serikali nzima. Nendeni mkatekeleze hayo. Tengenezeni mazingira ambayo yatamfanya mtu yeyote akijihusisha na mambo ya rushwa ajikute katika mazingira magumu, kwa sababu watu wasiotaka kwa hiari kutofanya vitendo vya rushwa lazima tuwalazimishe ajikute katika mazingira magumu, ili tukomeshe mtu anayefanya wizi na vitendo vya rushwa kuwa ndio mjanja. Kwa hiyo twendeni tusonge mbele. Nimalizie kwa kuendelea kusisitiza kuimarisha vitendo vya ushirikiano na wadau wa ndani, hususan sekta binafsi. Sekta hii ina mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu na ina mwingiliano wa karibu na sekta ya umma katika maeneo yenye hatari za rushwa. Kama ambavyo nimesema, hata wale watu wa sekta binafsi wanajuaga kwamba mimi taasisi yangu ilikuwa imesimama zaidi, huyu aliyepata huyu ametumia njia ya mkato. Tushirikiane nao, tutajua tu kote. Ndio, tushirikiane nao. Kuweni na ushirikiano nao hawa. Pakianza tu mchakato, kuweni nao. Tutajua tu. Wanajua. Hata wao wanajuana ubora wa utekelezaji wa miradi. Wanajuana. Na wengine wanaadhibiwa kwa sababu ya kuwa waadilifu. Wapo wanaoadhibiwa kwa sababu ya kuwa waadilifu. Anakwenda kila siku, anaomba kazi, anaomba kwa tenda ikitangazwa, anaomba kila siku, hapati.
alishajulikana yeye sio mtoaji wa rushwa. Haya lazima tuyakomeshe. Na sehemu zingine wazawa wa Tanzania wanatafuta kazi wanakosa, kwa sababu moja, yule anayetaka kufanya kitendo hicho anaogopa, anamfahamu huyo. Wapo watumishi wengine hata asipokuwa TAKUKURU, yaani ukimtazama tu hivi unaona kama TAKUKURU huyo, kwa hapewi hizo kazi. Lazima tukomeshe hiyo. Ipo miradi wazawa wananyimwa, wala sio kwamba wamezidiwa uwezo, wamezidiwa kwamba wale wageni hao wametoa fedha na wanajulikana wale wageni hawafahamiani na watu wengi. Kwa hiyo kwa kuwa hawafahamiani na watu wengi, kwa mtu hata akipokea rushwa siri haitoki, wanapewa hao. Tushirikiane na sekta binafsi tukomeshe hiyo, ili kuziba huo mwanya. Zaidi ya 75% ya bajeti ya serikali ni mambo ya manunuzi, ujenzi, utoaji wa huduma. Kwa hiyo ni muhimu sekta binafsi isiachwe nyuma katika utekelezaji wa mkakati wa taifa dhidi ya masuala ya rushwa wa awamu ya 4 unaotekelezwa hadi 2030. Ninaelekeza tena TAKUKURU kuongeza juhudi za kuwashirikisha vijana na wanawake katika mapambano dhidi ya rushwa. Makundi haya ni sehemu kubwa ya nguvu kazi ya taifa letu. Yamepewa kipaumbele na Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050. Ushiriki wao una mchango mkubwa katika kujenga misingi ya uadilifu, uwajibikaji na maendeleo ya taifa. 3, TAKUKURU endeleeni kuimarisha ushirikiano wa kikanda na kimataifa katika mapambano dhidi ya rushwa, ikiwemo kutumia kikamilifu matokeo ya tafiti na majaribio ya pamoja ya kielelezo cha juhudi za kikanda za kupambana na rushwa. Najua jambo hili mnalifanya kama ambavyo mtendaji mkuu amelisema, ni jambo zuri, endeleeni nalo, na mnapofanya hivyo inaonyesha jinsi ambavyo si tu kwamba sisi wenyewe ndani ya nchi tunawaamini, inaonyesha kwamba mnaaminika mpaka kitaifa, mpaka kimataifa. Mnaaminika kitaifa na mnaaminika mpaka kimataifa. Endeleeni kutunza heshima hiyo, ni jambo zuri kwa nchi yetu na taasisi zetu zote. Naona jinsi ambavyo mnaleta heshima kwa nchi yetu, mnafanya vizuri, na si tu kwamba mnaaminika ndani ya nchi, mnaaminika mpaka kimataifa. Mnaaminika, mnaitwa mpaka na mataifa mengine, mnashika mpaka na nafasi kutoa uongozi. Hiyo ni heshima ambayo tuendelee kuienzi. Naomba muendelee kuitunza heshima hiyo, imani hiyo ambayo mnaipata hata nje ya mipaka ya Tanzania. Niliwasema kirafiki marafiki fulani wa nchi fulani walikuwa na andika mitandaoni, sitawataja kwa misingi ya masuala ya kidiplomasia. Nikasema hao nchi hiyo wanaoandika sana mitandaoni kuhusu Tanzania wangetumia muda huo washughulikie tu mambo yao, kwa sababu rushwa ya nchi yao ya diwani tu ikitokea Tanzania ingeangusha hata serikali. Wao wanahangaika na Tanzania. Ni kwa sababu ninyi mnafanya kazi kubwa ya kudhibiti vitendo vya rushwa, na ndio maana mnaaminika mpaka na nje ya mipaka. Mimi nimepata fursa ya kukaa na mawaziri wa fedha wa nchi hizi za Afrika. Tanzania ni mwalimu, na mimi niwaambia Watanzania wala msilishwe maneno. Tanzania ni mwalimu kuhusu matumizi ya utawala bora na matumizi ya rasilimali, na serikali kujikita kutazama masuala
Anayebisha afuatilie, afanye tafiti za kwake binafsi tu za hizi nchi, waone nchi zingine wanafanyaje. Tanzania bado ni mwalimu. Kwa hiyo taasisi hizi lazima tuwape heshima yenu. Haya mambo hayajaja tu, hayajaelea tu, yameundwa. Lazima tuwape heshima yenu. Naambia kuna nchi hapo, huyu Edwin ni mbunge tu hivi, tayari angekuwa na helikopta 3. Yaani anachaguliwa tu mbunge, fedha za maendeleo zote za wilaya yake zinapitia kwenye akaunti yake binafsi. Tanzania hiyo mambo hayo haipo. Hata mfuko wa jimbo upitii kwake. Ndio maana nasema yaani wale wa nchi zile ndio sasa walitakiwa wajazishwe, sio hawa. Labda hiyo fomu tulitoa kule. Ukimjazisha mbunge ukamwacha yule anayesimamia fedha za zinako kwenda huko, ni kuweka mtego ambako uliyemtega hapiti. Na Mheshimiwa Waziri, ukawe mkali kabisa wataalamu wakitaka kuichengesha hiyo. Sisi kule Usukumani zamani kulikuwepo na mambo ya wizi wa mifugo. Mkifuata zile nyayo, alafu akatokea mtu kila wakati anakuambia hii nyayo hii, yani nyewe mmeshaona kabisa ndio wezi walikopita, alafu yeye anawaambia hii ilikuwa ya wachungaji tu jana, mnamgeukia hapo hapo. Wewe ulikuwepo? Baadaye anawaambia kwamba ni ile ile. Mnakuwa naye kwenye yoe mle na yeye yumo, na ndo anawaelekeza wenzake Sasa hii mambo hii ya kuweka mtego huku afu wezi wako huku, hiyo hapana. Ninawasisitiza TAKUKURU kuendelea kulinda demokrasia, utawala bora, ubora wa huduma za jamii kwa kuhakikisha rushwa inadhibitiwa kikamilifu katika utekelezaji wa miradi ya utoaji wa huduma za msingi kama elimu, afya, umeme, hifadhi ya jamii, mafanikio ya vipaumbele vya ilani ya uchaguzi ya CCM na ustawi wa wananchi, ili kuweza kutimiza malengo yao. Mara zote mnafanya kazi nzuri, tunawasisitizia tu muendelee kuifanya kazi yenu hiyo nzuri. Ndugu viongozi na wageni waalikwa, pongezi zote nilizotoa ziwe chachu ya kuongeza bidii zaidi, na kwa kweli kwa nafsi ya moyo wangu nilisema pale mwanzo na narudia tena, tunawapenda na kazi yenu ni nzuri. Vyombo vyetu mmefanya kazi nzuri, songeni mbele. Na kwa wakuu wengine wa vyombo mlioko hapa, wafikishieni na wenzenu, serikali iko pamoja nanyi, kazi yenu ni nzuri, songeni mbele. Hivi ambavyo vinaelea, kila mtu ajue vimeundwa. Pana kazi nzuri inafanyika. Tusiangalie tu dosari tukaacha kazi kubwa ambayo imeshafanyika. Na kauli mbiu yetu ya kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Ni kauli mbiu nzuri sana inayoishi. Tuendelee nayo, na kama nilivyosema pale mwanzo, nirejee kutoa rai kwa Watanzania popote pale wanapoona pana jambo linahusiana na hiyo, tulalamikie tupeleke malalamiko hayo kwenye channel sahihi ili yafanyiwe kazi. Tusiwashitue tu wezi. Ukilalamika hadharani tu hivi unawashtua, unawaamsha kwamba wamegundulika. Peleka kwenye eneo sahihi. Peleka kwenye eneo sahihi. Usione afu ukakaa kimya tu. Ukiona afu ukakaa kimya tu, umesababisha umetengeneza urafiki na anayechukua haki yako.
peleka ili jambo hilo liweze kuchukuliwa sheria, liweze kuchukuliwa hatua. Peleka ili liweze kuchukuliwa hatua. Na bahati nzuri kwa mfumo mmeenea kote, kwa jinsi ulivyoelezea pale, kote wapo, kote taasisi yetu hii imefika, wapo na hivi pale hamna wageni wanaokuja tu kupiga story. Kwa privacy italindwa. Nenda tu Mtanzania, nenda, privacy yako inalindwa. Nenda fikisha taarifa hiyo ili jambo lako liweze kufanywa kazi. Nenda ili jambo lako liweze kufanywa kazi. Baada ya kusema haya, sasa kwa niaba ya Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninatamka kuwa mkutano mkuu wa mwaka 2025 wa viongozi wa TAKUKURU umefunguliwa rasmi. Asanteni kwa kusikiliza.